Nimuombe sasa Shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Walid bin Sheikh Al-Hadi Umar wa Kawambwa aweze kutoa salamu fupi za mkoa wa Dar es Salaam. Sheikh Al-Hadi, Sheikh Walid afwan, falyatafaddal bil kalima al qasira. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وأصلي وأسلم على حبيبه سيدنا محمد صلاة يخرجنا بها من ظلمات الوهم ويكرمنا بنور الفهم ويوضح لنا ما أشكل حتى يفهم إنه يعلم ولا نعلم وهو علام الغيوب. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa serikali wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa mzee wetu Dr. Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana, Mufti na Sheikh mkuu wa Tanzania, Mheshimiwa Sheikh Mahmud Musa Wadi, Naibu Mufti Zanzibar, pamoja na ndugu yangu Katibu Mtendaji Sheikh Khalid Mfaume, wote kutoka Zanzibar, Mwenyezi Mungu ajaze kila la kheri. Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu baba yetu Kasim Majaliwa, Mheshimiwa mzee wetu kipenzi Mzee Abdurrahmani Kinana, mwenyeji wetu Mheshimiwa Sharif Abdul Qadir Al-Ahdali, viongozi wote wa serikali mlio hapa na vyama vya siasa, mashekhe wote wa mikoa mliokuwepo hapa na mashekhe wa wilaya pamoja na mashekhe wa kata na wote mliohudhuria, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kipekee nami nimepewa nafasi ya kutoa salamu za ofisi ya mufti ya mkoa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania. Nizianze salamu hizi kwanza kwa kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia kulikamilisha jambo hili adhim, jambo lenye kumpendeza, jambo ambalo tuna hakika tunapata radhi zake, lakini linarudisha kheri nyingi sana kwetu sisi. Mwenyezi Mungu ajalie juhudi hii iwe ni katika zile ambazo zinatushuhudia katika ufanyaji wetu wa mambo ya kheri. Mheshimiwa mgeni rasmi, ofisi ya mkoa ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania inawakaribisha katika mkoa wenu wa Dar es Salaam. Karibuni sana. Mara nyingi nimesikika na nimezoeleka nikisema Dar es Salaam ni mji wa amani tu, si mji wa vurugu. Walil asma'i athar. Karibuni sana na poleni kwa neema hii ya mvua ambayo kidogo ilileta taharuki, lakini kama tulivyomsikia mwenyekiti wa mashindano haya anaifananisha mkusanyiko wetu huu na vita vya Badr. Yamekuja maji yale kwa ajili ya kututaharisha na kututakasa. Mheshimiwa mgeni rasmi, niipongeze taasisi hii ya Al-Hikma chini ya kiongozi wake Sharif Abdul Qadir Ahdad akishirikiana na ndugu yake kipenzi chetu Sheikh Nuruddin Kishki ambaye yeye ndiyo mwenyekiti wa mashindano haya. Niwapongeze watu hawa na taasisi yote kwa ujumla na viongozi wote kwa kulifanya jambo hili ambalo hatusiti kusema kwa sababu ya utafiti duniani hulipati. Duniani huwezi ukaupata mkusanyiko unaofanana na huu. Inakaribia tu na inafukuza. Hadha fadlullah yutihi man yasha. Mwenyezi Mungu humpa amtakaye katika hili. Niwapongeze sana na niwaombee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa niaba ya Baraza Kuu mkoa kwa kuileta na kuithibitisha neema hii bado ibaki katika mji wetu wa Dar es Salaam. Hili sio jambo dogo. Wote tunajua kwamba Dar es Salaam ndio makimbilio ya watu. Ukisema Tanzania unasema Dar es Salaam. Kwa kufanyika jambo kama hili na kama inavyojulikana, moja katika majina 30 kitu ya Qur'ani ni Ruh. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaitaja Qur'ani sehemu nyingi tu, lakini kubwa zile mbili anaiita kuwa ni roho. Na nawapongeza ndugu zetu wa taasisi hii ya Al-Hikma kwa kuibakisha roho hii
ili tuzidi kuwa hai sisi na vizazi vyetu katika mkoa wa Dar es Salaam. Mwenyezi Mungu awajaze kila la kheri. Hapo niseme neno kidogo kwa kuwapongeza taasisi ya Al-Hikma. Maana yake napiga vita wale mashehe wa taharuki. Kuna mashehe wa taharuki, walimithili hadha falyaamali al'amilun. Mwenyezi Mungu anasema mfano wa mambo kama haya wafanye wenye kufanya. Huu sasa sio wakati wa kukaa wa kuonyeshana vidole, fulani kafanya nini, fulani afanye nini. La, walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ruksa anaitoa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila taasisi, walikullin, nenda kafasiri hivyo leo kwa sababu Qur'ani ina maana nyingi. Miongoni mwa maana zake walikullin, maana yake kila taasisi, wijhatun, ina njia yake ya kuipeleka dini hii mbele. Fanyeni fastabiqul khairat. Sio wakati wa kusema fulani anafanya, fulani afanyi na wengine wanakimbilia mahakamani. La, fanya kiasi chako. Khudh min alqur'ani ma shita bima shita. Wanachuoni wanasema itumikie Qur'ani katika sehemu unayoiweza kwa chochote unachokiona ndani ya Qur'ani. Leo taasisi ya Al-Hikma inafanya jambo hili ambalo halimithiliki duniani. Basi watokeze wengine waangalie kitu ndani ya Qur'ani nacho watuletee, kama hapa kwa Mkapa au popote. Sisi tushiriki kwa pamoja ili tupate kutekeleza matakwa ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam katika maagizo yaliyotoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mengi tunao ya kusema, lakini kwa haya nitosheke. Kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu, pili kuwapongeza taasisi ya Al-Hikma, na tatu kuwakaribisheni nyote Dar es Salaam. Karibuni sana, mjisikie mko nyumbani, japokuwa hatujui majumbani kwenu mnafanywa nini. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-afwa minkum. Huyo alikuwa ni shekhe wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Walid bin Sheikh Al-Hadi Musa wa Kawambwa. Al-Hikma